Karibu katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo. Injili inayotuongoza leo hii inatoka kwa mwinjili Marko sura ya 12 aya ya 35 hadi 37. Siku kadhaa kabla ya Kristo kuingia katika mateso yake, alikuwa hekaluni akifundisha. Viongozi wa dini walikuwa wamemzingira, wakimuuliza maswali mbalimbali ili wamtege, ajichanganye na wapate sababu ya kumtia nguvuni. Lakini Kristo aliwajibu maswali yao yote kwa hekima kubwa na mipango yao yote ikashindwa. Katika Injili ya leo, Yesu anaamua kuwauliza wao swali. Anasema, imekuwaje waandishi wa sheria kusema kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Swali hili halikulenga kuleta mabishano wala kuwatega, bali Yesu alitaka watu waelewe yeye ni nani hasa. Wayahudi walijua na kuamini kwamba Masihi angekuja kutoka katika ukoo wa Daudi. Jambo hili lilikuwa ni kweli kwa sababu maandiko yalikuwa yametabiri hivyo. Tatizo lilikuwa kwamba wengi wao walimchukulia Masihi kama mkombozi wa kisiasa ambaye angewaokoa kutoka katika utawala wa Warumi. Walikuwa wanamngojea mfalme mwenye nguvu za kijeshi, lakini hawakutambua kwamba Mungu alikuwa amemtuma Mwokozi wa dhambi na kifo. Ndio maana leo Bwana wetu Yesu Kristo ananukuu Zaburi ya 110 ambapo Daudi anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu. Yesu anawauliza, ikiwa Daudi anamuita Masihi Bwana wangu, inawezekanaje awe mwana wake tu? Kwa maneno mengine, Yesu anawafundisha kwamba yeye ni zaidi ya mwana wa Daudi. Kwa ubinadamu wake, Yesu anatoka katika ukoo wa Daudi, lakini kwa umungu wake yeye ni Bwana wa Daudi. Yeye ni mwana wa Mungu wa milele aliyekuja duniani kwa ajili ya ukombozi wetu. Sisi tunajifunza nini katika somo hili? Kwanza, tunaitwa kumjua Yesu kwa undani zaidi. Watu wengi walimjua Yesu kwa nje tu, lakini hawakuelewa utambulisho wake wa kweli. Hata leo, tunaweza kwenda kanisani, kusali na kusikia neno la Mungu, lakini bado tusimjue Yesu kwa undani. Tunaitwa kuwa na uhusiano wa karibu naye kwa kumtambua kama Bwana wa maisha yetu. Pili, tusimwendee Yesu katika mipaka ya matarajio yetu. Wayahudi walitaka Masihi wa kisiasa, lakini Mungu alimtuma Mwokozi wa ulimwengu. Mara nyingi nasi humtafuta Yesu kwa sababu ya matatizo yetu ya kila siku, lakini yeye anataka kutupa zawadi kubwa zaidi ya mafanikio ya hapa duniani. Anataka kutupa wokovu wa uzima wa milele. Na tatu, ikiwa kweli tunamwamini Yesu kuwa ni Bwana, basi tunapaswa kumtii. Kumkiri Yesu kwa maneno pekee haitoshi. Imani ya kweli inaonekana katika maisha ya kila siku, katika jinsi tunavyoongea, tunavyowatendea wengine na tunavyofanya maamuzi yetu. Ndugu wapendwa, Injili ya leo inatuachia swali muhimu sana katika maisha yetu. Yesu ni nani kwako? Je, ni mtu wa historia tu? Je, ni mwalimu mzuri tu? Au ni Bwana na Mwokozi ambaye ndiye msingi na dira ya maisha yako? Kila mmoja wetu anapaswa kujibu swali hili kwa maisha yake, kwa sababu kumtambua Yesu kuwa si mwana wa Daudi tu, bali mwana wa Mungu aliye hai, ndiyo msingi wa wokovu wetu. Basi leo tusali sala hii. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neno la leo ambalo limetufunulia utambulisho wako wa kweli. Tupe neema ya kukujua zaidi, kukupenda kwa moyo wote na kukufuata kwa uaminifu katika maisha yetu. Uwe Bwana wa mawazo yetu, maneno yetu na matendo yetu. Tujalie daima kukutambua kuwa mwana wa Mungu wa Mwokozi wetu, mwana wa Mungu na Mwokozi wetu. Wewe uishi na kutawala milele na milele. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.